Karibu katika maombi ya usiku wa leo. Kwa neema ya Mungu tumepata kibali tena cha kurejea hewani baada ya uchaguzi kupita. Mungu ametupa nafasi sasa kurudi tena hewani. Kwa muda mrefu karibuni siku 5 hatujaungana katika maombi moja kwa moja kwa njia ya mtandao, lakini kwa neema ya Mungu leo Mungu ametukutanisha. Ninafurahi na ninao furaha kukushirikisha na kushiriki pamoja nawe katika maombi ya usiku wa leo. Nataka nitamke tu ya kwamba maombi ni dawa, maombi tiba. Karibu katika maombi ya usiku wa leo. Mungu, ninakushukuru kwa kuwa umetupa neema ya kuungana tena kwa njia ya imani kuingia katika kipindi cha maombi. Najua sio jambo rahisi, huenda ratiba na mambo ambayo tulikuwa tumeyapangilia yalikuwa ni taratibu za kibinadamu, lakini Mungu umetupa nafasi ili tuweze kukutana kwa njia ya kiroho. Nami naungana na mpendwa huyu ambaye ameungana nami katika maombi ya usiku wa leo. Ninalikamata anga pamoja naye, ninakamata hali ya hewa, ninakamata ulimwengu wa roho, ninakuomba Mungu ukatupe wepesi wa kuomba. Malaika wanahusika na nguvu za maombi, Roho Mtakatifu unayehusika na kuamsha chemichemi za maombi, ninakualika sasa. Karibu ungane pamoja nasi katika maombi ya usiku wa leo. Tunakuja mbele zako Mungu, ni wanadamu, tunajikwaa na kukosea katika mengi. Tunaomba rehema, toba, msamaha na maungamo. Hatujakamilika kibinadamu, huenda tunafanya mambo ambayo tunahisi tuko sawa, kumbe tunakosea mbele zako. Mungu mwingi wa rehema, unaelemu kila siku, tena maelfu kwa maelfu, wale wakujiao, wale wakurudiao. Nami narudi pamoja na mpendwa huyu, tunaomba turehemu. Tunatubu kwa ajili yetu, hata tunatubu kwa ajili ya watu wa karibu yetu na watoto wetu pia. Maana tunaona katika neno lako ya kwamba Ayubu kuna wakati alitoa sadaka ya kwamba pengine watoto wake wametenda dhambi bila yeye kujua. Hata sisi Bwana, huenda kuna namna ambayo tumetenda dhambi kwa kujua au kwa kutokujua. Ninaomba rehema zako Bwana usiku wa leo. Ninaomba Bwana uturehemu. Katika maombi haya, ninaomba Bwana tutakase. Usituhesabie adhabu ya aina yote ile. Bwana tusamehe, Bwana tutakase. Na ungana na mpendwa huyu ananifuata wakati huu. Ninaomba huruma zako, ninaomba rehema zako. Bwana tutakase kwa damu yako. Maana neno lako nasema kwamba utatuosha kwa hisopo. Nami saa hii ninaomba hisopo yako, damu yako, naomba sabuni yako Roho Mtakatifu, sabuni yako Bwana Yesu na kweli yako Kristo Yesu iweze kututakasa na kutuosha kabisa katika jina la Yesu. Ni wakati huu nalikamata anga la usiku wa leo. Nakamata anga la usiku wa leo. Naungana pamoja nawe hapo hapo unaponisikia. Nalikamata anga pamoja nawe. Naenda kila kinyume na mkuu wa anga, maana natambua kuna wakuu wa anga wanaozuiaga watu kuomba, wanaozuiaga wepesi wa ibada, wepesi wa maombi na kunyonya nguvu za kiroho, nguvu za kiibada. Na amuru kwa jina la Yesu, kila aliyekamata anga lako, kila aliyekamata wepesi wako wa usiku, na amuru waachie kwa jina la Yesu. Kama kuna madhabahu iko ndani ya nyumba yako, kama kuna madhabahu ya giza ambayo imekuzunguka ya shetani inaozuia wewe kuomba, nami nainua madhabahu ya Mungu. Na watu wengine ambao tunaungana kwenye maombi, mnatambua kwamba kuna umuhimu wa kujenga madhabahu ya Bwana kwenye eneo ambalo upo. Nami naiombea madhabahu yako ipate nguvu ili iweze kupinga kila madhabahu ya giza ambayo inainuliwa usiku wa leo. Kila madhabahu ya wachawi, madhabahu ya mapepo, madhabahu za nguvu za giza ambazo zinatumika sahihi, ambazo zinatumiwa sahihi, huenda zimepewa damu, huenda zimepewa vitu ili ziweze kufanya mambo mabaya, huenda zinajiandaa kupokea masadaka na makafala. Nami napangua na kupindua kila mipango yao. Nakataa kila mashambulizi mabaya kwako katika ulimwengu wa roho. Chochote ambacho kinaandaliwa kama ataki kwako, kama mashambulizi, na amuru kirudi kwa aliyekituma katika jina la Yesu. Kila silaha itakayorushwa juu yako isifanyikiwe. Kila ulimi utakaoinuka juu yako kukunenea ubaya, kukuhukumu, na mahali popote utakapotajwa jina lako kwa uongo, kwa uharibifu, kwa uchawi, kwa uganga, na amuru kwa jina la Yesu, jina lako likawake moto, jina lako likawe moto kwenye vinywa vyao. Kwa jina la Yesu ninakuombea. Mungu akutunze usiku wa leo pamoja na familia yako. Huko mtu na ndoa yako, huko mtu na familia yako, huko mwingine huna ndoa, huna chochote, unasema Mungu naomba unisaidie. Na kuombea Mungu akuwezeshe, Mungu akutie nguvu usiku wa leo. Na likamata anga lako la maombi, na kamata wepesi wako wa maombi, na kamata mpenyo wako wa maombi. Acha Roho Mtakatifu akuhudumie. Huko mwana maombi mmoja unanisikia, nguvu za kuomba zilikuwa zimepotea. Nami nashusha nguvu za Roho Mtakatifu ziingie kwenye kinywa chako. Pokea nguvu kwa jina la Yesu. Pokea nguvu kwa jina la Yesu. Pokea uamsho wa kuomba, pokea wepesi, pokea msisimuko wa maombi, pokea msisimuko wa maombi. Kama unavyoisikia sauti hii, ikusukume kwenye maombi, ikusukume
kwenye ibada, ikupe funguo za kuomba, ikupe funguo za kuingia katika ulimwengu wa maombi, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kila kizuizi, kila uzito wa kutamka ambao unakaaga kwenye kinywa, kila kitu ambacho kinapanda kwenye kifua chako afu kinarudi, kila kitu kinachokukaba kinakuzuia kuomba, kama Bwana ishivyo, kwa kuwa nimejiconnect na wewe hapo ulipo, nami naamuru kizuizi chochote kikuachie. Kizuizi chochote cha usiku wa manane, usiku wa leo, muda huu ambao unaingia kwenye maombi, usiku wa namna yote ambao unaingia kwenye maombi, kikuachie kwa jina la Yesu. Na kamata majira, na kamata muda, na kamata ratiba zote katika ulimwengu wa roho. Wacha roho wa Mungu ndio watawale, wacha roho wa Mungu ndio watawale. Natiisha wakuu wa anga, natiisha nguvu za ndoto mbaya, kila mandoto mabaya yanayoinukaga kwako, kila ndoto za giza, kukosa amani, kushambuliwa usiku, kama Bwana ishivyo, napangua na kutegua mitego yote, na haribu kwa jina la Yesu. Na kuombea Mungu akutunze, Mungu akuweke sawasawa kama mtoto mchanga anavyokumbatiwa na mama yake. Mungu akutunze kama kuku anavyokumbatia vifaranga vyake, ili visiliwe na mwewe. Acha Mungu akawe mlinzi wako, ukawe kama mboni ya jicho la Mungu. Yeyote atakayetaka kuguse akawa anagusa mboni ya jicho la Mungu. Na kuombea kwa jina la Yesu, pokea ujasiri wa maombi, pokea ujasiri wa maombi. Roho ya hofu, roho ya wasiwasi na uoga, kujikatia tamaa, kurudi nyuma, kuchoka, kushambuliwa, na amuru kwa mamlaka ya jina la Yesu, inuka tena na kuinua tena katika ulimwengu wa roho. Mahali popote ambapo umevuja machozi, umejikatia tamaa, unasema ndio basi tena, pokea kuinuka sasa, pokea kuinuka sasa, pokea kuinuka sasa. Inuka tena mtu mmoja, inuka tena kwa jina la Yesu, inuka tena, inuka tena, maana neema ya Bwana bado ipo. Inuka tena kwa jina la Yesu, inuka tena kwa jina la Yesu. Hautazama kama wamekuandalia shimo lolote lile ili uweze kuzama, na amuru hilo shimo wakazame wenyewe, na amuru hilo shimo wakazame wenyewe. Wanapokuja na tunguli zao, wanapokuja na nyungo zao, wanapokuja na uchawi wao, sisi tunakuja kwa jina la Bwana wa majeshi. Nami naamuru katika ulimwengu wa roho ya kwamba ninatawala kila eneo kwa jina la Bwana wa majeshi. Nami nakamata kwenye vyumba vyote vya nyumba yako, nakamata kwenye mahali unapofanyia kazi na shughuli zako, naingia katika ulimwengu wa roho, kila chumba ambacho Mungu amekupa ukimiliki na ukitawale. Nami naamuru utawala wa damu ya Yesu, naamuru utawala wa nguvu za Mungu, maana imeandikwa, nanyi mnalindwa kwa nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Nami nakuombea kwa jina la Yesu, kila pembe za nyumba, kila kona za nyumba, kila mipaka ya nyumba, kila mazingira yote, acha nguvu ya Mungu na damu ya Yesu ikatawale. Acha ulinzi wa nguvu za Mungu katika ulimwengu wa roho. Liandikwe neno moja kwamba nyumba hiyo inalindwa kwa nguvu za Mungu, nyumba hiyo inalindwa kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Na amuru misuri ya kiroho, misuri ya imani inuke sasa, misuri ya ibada inuke sasa, misuri ya ulinzi wa kimungu inuke sasa. Wale malaika wanaofanya kituo wakipanda na kushuka usiku na mchana, wakuhudumia usiku wa leo, wakuhudumia usiku wa leo. Pokea amani ya ajabu, pokea ujasiri wa ajabu, pokea mipenyo ya ajabu katika usiku wa leo. Ukaone wepesi, na hata siku mpya itakapofunguka kwako, milango ya fedha, milango ya baraka, milango ya kibali funguke kwako. Pokea kibali cha usiku wa leo, pokea kibali cha usiku wa leo, pokea kibali kwa usiku wa leo, pokea kibali kipya, pokea kibali kipya, pokea nguvu mpya, pokea mafuta mapya katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Pokea mafuta mapya, mafuta ya Roho Mtakatifu yamiminike ndani yako, na achilia maji ya uzima kwenye eneo lako lote ulilopo. Na kama kuna mtu naumwa, natamka pokea uzima, pokea uponyaji, pokea afya njema. Kama kuna mtu umekata tamaa, na kuombea Mungu akutie nguvu. Inuka tena, moyo uliochoka, uliovuja damu, moyo ulioshindwa, unayosema sijui itakuwaje, Mungu akutetee, Mungu akupe uamsho, Mungu akupe wepesi usiku wa leo, Mungu akupe kibali usiku wa leo. Nenda kavuke kila vikwazo, nenda kashinde zaidi ya kushinda. Wengine mna ndugu zenu wako mbali na nyie, omba kwa ajili yao. Mungu awalinde, Mungu awatunze. Tunakataa taarifa mbaya, tunakataa vitisho, tunakataa hila za yule mwovu shetani, tunaziharibu kwa jina la Yesu. Tunavunja kila madhabahu za giza, tunavunja kila roho chafu katika jina la Yesu. Tunaombea ndugu zetu, Mungu unaomba uwalinde, Mungu unaomba uwatunze. Omba Mungu atunze ndugu zako, omba Mungu awalinde watu wa familia yako, Mungu ailinde familia yako iliyo mbali na wewe. Mungu akuwezeshe, Mungu akutunze. Tunakataa roho za magonjwa, tunakataa taarifa mbaya, maajali, mashambulizi, hata vitu vya giza vinavyoandaliwa kwenye kipindi hichi cha mwisho wa mwaka. Tunasambaratisha kila taarifa mbaya. Ewe pepo uliandaliwa kunywa damu, tunakukemea katika jina la Yesu. Zaidi ya hayo Bwana, tunaomba ulinzi katika nchi, tunaomba ulinzi kwenye nchi, tunaomba neema yako ikatawale kwenye nchi yetu. Tunaomba Bwana ukatutunze, tuepushie kila mabara na mambo magumu katika jina la Yesu. Tunaomba Bwana ulinzi wako ukatutunze, utuepushie na kila hila, tuepushie na kila mitego ya mwovu shetani, roho za mauti, roho za giza tunazikataa. Tunaomba Bwana ukatutunze.
Tuomba Bwana ukatulinde, tulinde tu Bwana, walinde watu wa muhimu kwenye familia yetu. Tulindie Bwana watu wa thamani kwenye maisha yetu. Peke yetu hatuwezi kujilinda. Hatuwezi kujilinda kwa ulinzi tuliojiwekea nje ya mageti yetu. Tunahitaji Bwana utulinde. Linda Bwana watu wa karibu yetu, maana umesema wewe ni mlinzi wetu. Unasimama kulinda kuta za Israeli, na kuomba Bwana utulinde, maana imeandikwa, ikiwa Bwana hajaulinda mji, basi wakeshao wafanya kazi bure, wale walindao wafanya kazi bure. Wewe ni mlinzi Bwana, unatulinda, unatuhudumia kwa njia ya utawala wako. Tunaomba Bwana ulinzi wako utawale usiku wa leo. Zaidi ya hayo Bwana, tunapokea amani, tunapokea wepesi wa usiku wa leo, tunapokea ndoto njema, tunapokea malaika wa baraka na Roho Mtakatifu akaendelea kututia nguvu katika kuomba kwa jina la Yesu. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa, ambaye nimeomba nawe katika maombi ya usiku wa leo. Na hakika maombi yamekubariki, na ninamwomba Mungu yakuvushe, yakutie nguvu kaendelee kuomba zaidi na zaidi katika jina la Yesu. Ikiwa umebarikiwa na huduma hii, unatamani kuendelea kupokea huduma kila ninapotoa, karibu kwa namba iliyoandikwa WhatsApp. Na wewe ambaye unasikia msukumo na amani kujiconnect au kujiambatanisha na ibada hii nyumbani kwako kwa sadaka yako ya hiari, karibu. Kumbuka sadaka ni hiari wala sio lazima. Mungu akubariki, akutendee mema. Mitandao yote ya kijamii andika Maombi ni Dawa na Mungu atakuhudumia. Nimefurahi kuungana pamoja nawe, maana ni muda mrefu hatujaweza kuungana kwa njia ya mtandao. Barikiwe, uwe na wakati mzuri.